Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba wa mbinguni, Baba wa rehema, tunakushukuru sana Mungu wetu, wewe uliye mkuu kuliko wote, wewe uliye mkuu kuliko vitu vyote katika ulimwengu huu na mbinguni. Asante Bwana Yesu, wewe ni mwaminifu. Asante Roho Mtakatifu, wewe unayetegemewa kutufundisha. Asante yote ambayo yamepita katikati yetu yamekuwa ni mahubiri kwetu Mungu. Asante, sasa tunakuja kusikia neno lako. Tunaomba Mungu ukatuhudumie wewe mwenyewe, ukatuwezeshe kusikia sauti yako, sio sauti yangu bali sauti ya kwako ikiongea ndani ya mioyo yetu, ili Mungu katika mizigo tulioibeba tukaweze kukutwisha wewe uliyejitoa kwa ajili yetu. Asante Mungu, anza nasi tunapokwenda kutafakari neno, umalize Mungu tukikuona wewe. Ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Basi kwa vile mmewahi kuketi, haya basi fungua Biblia zenu, tutasoma wote kwa pamoja. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 11, mistari miwili mitatu ya mwishoni, mstari wa 28 hadi 30. Tutasoma wote kwa pamoja. Injili ya Mathayo sura ile ya 11, mstari wa 28 hadi ule wa 30. Kwa msaada wa Mungu tutasoma. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Njooni kwa mponya, sikilizeni neno lake, anapenda kutubariki. Wapendo wa Mungu, nina imani kwamba mahubiri mengi yamekwisha pita katikati yetu, na nina imani kuna watu tayari wamepokea, wanaendelea kububujika ndani ya mioyo yao. Lakini acha tutafakari kidogo somo hili ambalo shabaha yake kuu inasema, njooni kwangu nitawapumzisha. Njooni kwangu nitawapumzisha. Wapendo wa Mungu, leo ni siku maalum ya maombi ya dunia yanayoratibiwa na wanawake na kuongoza ibada. Kwa mwaka huu, kama tulivyosikia, yameandaliwa nchini Nigeria, yakiwa yamebeba ujumbe unaosema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na mimi nitawapumzisha. Wapendwa, huu ni mwaliko wa Bwana wetu Yesu Kristo akituita kwenda kwake ili tupumzishwe mizigo tulioibeba na kubebeshwa na mazingira ya kila aina. Tunapitia na kupitishwa katika mengi. Kwa hiyo Yesu anatualika, anatupa mwaliko maalum akisema, njoni kwangu wewe mwenye kusumbuka
na kulemewa na mizigo ya dhambi, mizigo ya magonjwa, mizigo ya kila aina, anasema yeye yuko tayari kutupumzisha. Hapa tunaangalia utayari wako. Kuitwa, unaweza kuitwa. Kuitika ni wewe mwenyewe. Yaani unaitwa na Mungu wako anakwambia wewe unazunguka na shida, unazunguka na mambo mengi. Meonyesha vitu vingi hapa. Unazunguka na umbea, unazunguka na usengenyaji, unazunguka na kukosa haki, unazunguka na vitu vingi mpaka mwisho unakata tamaa, unajiondoa duniani. Lakini yupo mmoja aliyesema, njoni, mimi hayo nitayapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuzunguka na mizigo. Acha kuzunguka na mizigo. Kwa nini tunapenda kubeba mizigo ambayo kwa kweli hatuiwezi pia? Inatujeruhi. Mwambie jirani yako, mizigo inatujeruhi. Inatuondoa kwenye nafasi. Inatuondoa kila eneo, tunaonekana sisi ni mateso peke yake. Mizigo ambayo inatusumbua. Haya yote yanapotokea yanatupelekea pengine kukata tamaa. Lakini neno la Mungu linaleta faraja kwamba huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana ujishughulisha sana kwa mambo yenu. Bwana asifiwe. Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 7. Mkinitwisha, mkinibebesha, mkinipa mzigo, mkinipa kile kinachowaumiza ndani ya mioyo yenu, mkinipa kinachokutenga na Kristo na pendo lake, anasema wewe nipe huo mzigo, mimi nitaubeba badala yako. Wewe utakuwa mwepesi. Yesu Kristo anapobeba mzigo wako, utakuwa mwepesi. Tunahangaika, tunaumia, hata mambo mengine madogo madogo yanatuumiza wakati mwingine akina mama. Tuweke nia moja kwa Yesu. Tuweke nia moja kwa Yesu. Yesu anaposema yeye ajichanganyi. Yeye akisema njoo nitakupumzisha, anahitaji uitike. Ukisha itika lazima umwamini. Ukisha amini umfuate. Ukimfuata Kristo atakuonyesha njia iliyo sahihi. Ukimfuata Kristo atakuonyesha mahali ambapo unasumbuka, na atazidi kukusogelea, kwa sababu hayuko tayari upotee. Yesu hayuko tayari upotee. Ndio maana tunasema njoni kwa mponya, njoni leo. Turudie ubeti huo. Njoni kwa mponya, njoni leo. Sikilize ni neno lake. Wapendwa wa Mungu, katika somo hili tunamwona Yesu Kristo akiwaalika watu wote wanaosumbuka na kulemewa na mizigo iliyowafanya wafungwe, wasiweze kuona pendo lake na tumaini lake. Mizigo inatufunga.
iwe ni mizigo ya magonjwa. Unapoumwa sana, wakati mwingine kama Mungu kama hajatembea kwako, utakata tamaa. Unapougua, unapouguza, unapouguliwa, wakati mwingine unaweza kufika mahali ukakata tamaa, ukaona huna mahali pa kwenda. Na ndio maana watu wengine wakati mwingine tunawaraumu, lakini yawezekana hata sisi kuna mahali tunaenda. Wameenda kwenye madhehebu mengine, yani akiona kwamba yule mtume akimwekea mkono atapona. Haya yote ni masumbuko. Yamkini na wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanatafuta uponyaji. Mwanadamu anapoguswa maisha yake na moyo wake, asipokuwa na neno la Mungu ndani yake, lazima apotee. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza kuwahukumu, tunaweza kuwaona kwamba hawa mbona wanaenda huku, wanaenda huku, wanaenda huku. Tumaini lao, imani yao imepungua. Wanahitaji watu wengine wawabebe. Kuna watu wanatembelea wagonjwa, wanapofika kuwaombea wale wagonjwa wanapata nafuu. Si mpo mnaotembea, si wanapata nafuu? Tena wakati mwingine tunaomba, lakini bado tunawapa na vya mwilini. Mungu awabariki sana, kwa sababu nimejua kwamba umoja wa kina mama umefanya kazi hiyo sana. Wamewagusa wahitaji. Ukimgusa mhitaji mmoja, umegusa moyo wa Mungu. Mmoja tu. Kimgusa mhitaji mmoja kwa moyo wako wote, si kwamba unavyo vitu, yani kwa moyo wako wa kupenda, umegusa moyo wa Mungu. Mwambie jirani yako, utakuwa umegusa moyo wa Mungu. Na ukigusa moyo wa Mungu, na Mungu anagusa moyo wako kwa jina la Yesu. Hawezi kukuacha. Hawezi kukuacha. Hata ufike njia panda, atakutetea. Atasema na kufahamu, tena kujua kwa jina, najua kwamba wewe unatembelea wagonjwa. Unawagusa kwa moyo wote. Kwa hiyo kina mama nawapongeza, na kina baba nawapongeza, kwa sababu huwa wanatusapoti kwenda kuwahudumia watu wengine. Hebu wa mama wapigieni makofi ya kina baba. Wanasaidia, wanatoa sadaka. Tunaibeba, tunaipeleka kwa wahitaji. Tunapogusa mhitaji, tushuke kabisa kwamba sio sisi tumefanya, Mungu kafanya mwenyewe kupitia sisi. Tushuke, kwa sababu tukijiinua na kuinuka, sadaka yetu itakuwa ni ubatili. Itakuwa ni ubatili. Na wakati sisi tunazichuchumilia baraka na ulinzi wa Mungu ili tuendelee kutenda yale mema Mungu aliyoyaweka kwetu. Yesu Kristo anawaalika wote waliosumbuka na kulemewa na mizigo iliyokuwa imefungwa chini ya nira ya Torati. Unajua somo hili, nira, wakati ninajiandaa nikapata nira ni ile ambayo wanamfunga punda wawili. Yani Yesu mpaka ameshuka mpaka hapo, akajiita yeye ni nira. Sasa wale punda wawili wanaotembea wamebeba mzigo mzito, hawawezi kabisa. Lakini mfano wake ni kwamba waandishi na Mafarisayo walibebesha watu wao mzigo mkubwa wa kuzishika sheria na Torati zote.
wakaisahau kuzungumza habari za neema ya Yesu Kristo. Lakini Yesu akasema, sasa mimi acha niwe nila laini ya kubeba mizigo ya wote bila ubaguzi. Ndiyo hiyo nila yake ni laini, mzigo wake ni mwepesi. Mzigo wake ni mwepesi. Sasa kama mzigo wake ni mwepesi, unafikiri ni mzigo wa nani? Si ni wangu na wewe? Mungu ameubeba. Si umekuwa mwepesi? Si wewe kakuacha huru, kakuacha tena kuendelea kutembea na kumtumikia? Ya nini unasumbuka na kuhangaika mama? Simama mahali ulipo. Tetea imani yako. Yawezekana kuacha dhambi ni shida, lakini mizigo tumeileta kwa Yesu. Tunahitaji tuiache hapa. Tukirudi kwenye kundi letu tusione hiyo mizigo. Mwangalie jirani yako mama uliyekaa naye. Mwambie mizigo tumeacha kwa Yesu. Upendo wa Kristo utawale. Mizigo tusibebe tena. Yaani wakati mwingine unatubu dhambi, unaitubia, Mungu anakusamehe, unaondoka. Baada ya muda unaanza kujikumbusha ile dhambi tena. Ukuamini aliyekusamehe. Ukitubu kwa moyo wote, Mungu akakusamehe, ondoka, hiyo amefuta. Amekufanya kiumbe kipya. Acha kuendelea kuibebelea. Acha endelea kuizungumzia kila wakati. Acha endelea kufanya story ya mambo ambayo yamepita, ambayo tayari Mungu kakupigania na umeshinda kwa kishindo kikubwa. Acha akina mama, acha akina baba, acha vijana. Mungu akikusamehe, amesamehe. Hakuna hata mwingine anaweza hata asipokusamehe. Mungu akisha samehe, kila kitu kinawezekana. Acha kubebelea watoto nyinyi vijana. Mungu akisha kusamehe, amekusamehe, amekufungua. Endelea na safari ya kumtumikia. Endelea na safari ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Endelea na safari. Ndipo Yesu anaamua kuwaita. Anatuita hata leo. Anasema twende kwake. Hiyo mizigo tuliyoiandika, tuliyoipitisha hapo mbele, nina imani Mungu ameipokea na ametusamehe kwa jina lake. Kwa sababu tuliandika kwa imani kwamba tunapeleka. Sasa hatutegemei tuzisikie tena hiyo mizigo. Hiyo mizigo tumemkabidhi madhabahu na amebeba. Akasema ule mzigo uliobebwa na punda, basi acha ni ubebe mimi. Wapendwa wa Mungu, tunahitaji kumwambia Yesu Kristo kwamba leo tunakuja kwako. Wewe ndiye Yesu mbeba mizigo yetu. Wewe ndiye Yesu tunayekufuata. Wewe ndiye Yesu furaha yetu. Wewe ndiye Yesu amani yetu na kweli. Yesu ni amani yetu. Kwa nini unajisumbua unakosa amani? Ukimwona mwenzako unanuna. Eti jana kakukosea. Unanuna nini? Yesu amemaliza kazi. Hebu mwangalie jirani yako. Mwambie Yesu amemaliza. Amekuweka huru na uwe huru kweli kweli. Amekuweka huru mbali na dhambi, amekuweka huru mbali na mateso, amekuweka huru mbali na magonjwa, amekuweka huru mbali na kukosa amani. Yeye bado amesema nimekuweka huru. Acha kabisa. Unakuta fulani kanikosea, amekosea. Mwacha aondoke, mwacha aende. Tunza amani yako na Mungu. Tunza amani yako na Mungu. Fulana hajanisalimia, asisalimie. Mwacha aende. Tunza amani yako na Mungu. Tunza amani yako na Mungu. Una mambo mengi ya kufanya.
tunza amani yako na Mungu. Una mambo mengi ya kufanya nini? Ya kufanya, ya kusogeza jina la Yesu lisonge mbele, lifike kwa mataifa, waokoke na wamjue yeye aliye Kristo. Usibebe mtu, usibebe kabisa, usibebe kabisa. Yaani wewe umwambie Yesu, umesikia na hilo? Ili naliweza, napita kwa jina la Yesu. Si umesikia na hilo? Na hilo naliweza kwa jina la Yesu. Simama. Hata kama umefikia hatua ya kutaka kulala njaa, mwambie Yesu, wewe ni chakula cha uzima, nimeshiba. Yesu analeta chakula. Sasa, si tumeambiwa hapa kuna watoto walikuwa wanahangaika kweli? Si watu wanatoa sadaka zao za wazi na za siri. Tunapenda kuwashukuru sana kwa ibada mnayoifanya. Wewe mtoto, ukikosa chakula, mwambie wewe Yesu ni chakula cha uzima. Mimi nilivyo hapa, mimi chakula nitakipata. Na kweli unashtukia mtu ametokea, anasema njoo tushare sahani moja. Yesu anatumia watu. Yesu anaongea na watu. Yesu anaingia ndani ya watu. Yesu anafanya mabadiliko ndani ya watu, na watu wanaweza kufanya yale makubwa. Yesu alisema, mkinikubali na kunifuata, mtafanya makubwa hata yale ambayo sikuyafanya. Usijikatie tamaa. Usijikatie tamaa. Hata kama kuna mtoto ndani anakusumbua, umeongea mara nyingi na hawezi kusikia, peleke msalabani. Mwambie Yesu, huyu ulimuumba, unamfahamu. Mbadilishe wewe mwenyewe. Yesu atafanya. Ndiyo maana anasema njoo tuojiane, nieleze mambo yako, nipate kukupa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatuita. Anasema tuende kwake, tuweke mizigo yetu. Tusipende kuibeba, kwa sababu yupo aliye tayari kubeba mizigo yetu. Ili siku ya mwisho tunasema hakika Mungu, tumevipiga vita vilivyo vizuri, imani tumeilinda. Tumalizie, imani tumeilinda. Fike hatua unakufa ukiwa na amani, kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani yako Kristo nimeilinda, na mwendo nimemaliza. Amina.